Basi amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Mpendwa, karibu katika siku ya 25 kati ya siku 26 za kujenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Daraja letu akiwa ni Kristo mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu ya maisha yake, kwa sababu ya kazi zake, miujiza, ishara na ajabu zote alizozitenda. Na siku ya leo tunataka tuangalie kazi ya msalaba. Kwa nini Yesu Kristo alikaa katika msalaba? Na ile kazi ya msalaba ilikuwa inamaanisha nini? Na maandiko yanasema nini juu ya msalaba, juu ya kifo cha msalaba? Mpendwa katika Bwana, sasa siku ya leo ikiwa ni siku ya 25, tunakwenda kuangalia katika kitabu kile cha Mathayo, ile sura ya 27 na ule mstari wa 57 mpaka wa 60. Hapa Yesu Kristo baada ya kusulubiwa, tukaona ishara na vitu vingi ambavyo vimetokea. Pazia la hekalu limechanika, vitu vyote vimetokea, makaburi yakapasuka, wafu wakafufuka. Sasa baada ya Yesu Kristo kukaa pale msalabani na kuitoa roho yake, ilipofika jioni, katika Mathayo 27 na ule mstari wa 57 mpaka wa 60, inasema hivi: hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Hapa tunamwona ni jioni, imefika jioni. Kumbuka hivi vitu jioni. Akafika mtu kutoka Arimathaya ambaye jina lake ni Yusufu, maana yake Yusufu wa Arimathaya. Akafika, alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Biblia kuna mahali pengine katika Luka inasema kwa siri, alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kwa siri. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yusufu alikuwa pia ni moja ya wale ambao ni wanafunzi katika vyuo vya Torati. Anasema mstari wa 58, mtu huyu alimwendea Pilato, huyo Yusufu wa Arimathaya alimwendea Pilato akaomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe. Akamwendea Pilato kwa sababu gani? Nimekuambia huyu alikuwa ni mtu tajiri. Kwanza Arimathaya alikuwa ni mtu tajiri, maandiko yanasema, na alikuwa ni mtu ambaye ni msomi pia, na lakini ni mwanafunzi wa Yesu. Alipomwendea Pilato akaomba mwili wa Yesu, ndipo Pilato akaamuru apewe, akampa ule mwili. 59, Yusufu akautoa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani safi. 60, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akaliviringisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Mpendwa, hapa tunamwona huyu Yusufu wa Arimathaya amefanya haya yote. Amechukua mwili wa Yesu akauviringa katika sanda lenye kitani ya nguo safi, akalifunga vizuri. Baada ya hapo akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga huyu Yusufu mwambani, akaliviringisha lile jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake huyu Yusufu Arimathaya. Sasa hapa tunaanza kwanza kuona sasa kwa nini tunajifunza jambo hili. Kwa nini Yesu Kristo jambo hili lilitokea? Kwa nini afe katika msalaba? Kwa nini msalaba? Msalaba ulikuwa unamaanisha nini? Kwa nini jioni inatakiwa atoke? Na kutoka jioni kuna maanisha nini? Mpendwa katika Bwana, twende tukajifunze mambo haya. Tunaenda katika Agano la Kale. Mpendwa, kumbuka maisha yote ya Kristo yalikuwa na fundisho ndani yake. Sasa kwa nini Yesu Kristo atolewe jioni msalabani? Kwa nini Yesu Kristo aangikwe msalabani? Kulikuwa na maana gani katika kuangikwa msalabani? Kulikuwa na kusudi gani Yesu Kristo kufa msalabani? Mpendwa, haikuwa bure, bali kulikuwa na maana kubwa. Tena ndiyo maana halisi ya wewe kuitwa Mkristo na mimi kuitwa Mkristo. Ukienda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 21 na ule mstari wa 22 mpaka wa 23, anasema hivi: akiwa mtu ametenda dhambi ipasayo kufa, akauawa, nawe ukamtundika juu ya mti. Kwanza hapa anazungumza ikiwa mtu ametenda dhambi ambayo imempasa huyo mtu kufa, nawe ukamtundika juu ya mti. Huyo mtu akawekwa juu ya mti, maana yake amefanya dhambi inayompaswa kufa. Kumbuka wakati tunajifunza kwa habari ya vazi la kuhani mkuu kuchanika, tuliona Yesu Kristo alikufa kwa ajili pia ya dhambi ya yule kuhani mkuu. Maana yake ndipo ambapo hukumu ya Yesu Kristo ilimpasa kufa kwa ajili ya lile vazi lake kuchanika. Sasa 23 anasema hivi: mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti. Kumbuka, mzoga wake usikae usiku kucha juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo. Yesu Kristo siku hiyo aliyokufa ndio siku hiyo hiyo ambaye alishushwa na kuzikwa. Tunamwona hapa Yusufu wa Arimathaya katika hiyo Mathayo 27 kuanzia mstari wa 57, akaenda akaomba mwili wa Kristo ili aweze kuzikwa. Ilipokuwa jioni tu akauchukua mwili wa Kristo, kwa sababu ilikuwa ndio Torati inavyosema kwa habari ya hichi kitu. Kwa Kristo alikuwa anakuja kuitimiliza Torati. Anasema hivi: usiache usiku kucha
juu ya mti, lazima utamzika siku hiyo hiyo, kwani aliyetundikwa amelaaniwa na Mungu. Oh my God. Aliyetundikwa juu ya mti amelaaniwa na Mungu. Usije ukatia unajisi katika nchi yako akupayo Bwana Mungu wako iwe urithi wako. Tazama hichi kitu mpendwa. Yesu Kristo anashushwa siku ya jioni kwa sababu ya yeye tayari ni laana, tena amelaaniwa na Mungu. Amina. Amelaaniwa na Mungu. Ili isije ikawa najis katika watu, ili isije ikawa najis katika nchi, ikawa ni uchafu katika nchi ambao Bwana amewapa, ilitakiwa huyo mtu ashushwe katika Torati inasema hivyo. Sasa tunamwona Yusufu Arimathaya anamshusha Yesu Kristo katika mti na kumviliga na kumweka katika kaburi, ili isiwe najis katika Israeli, ili isiwe najis katika dunia nzima, ili isiwe najis katika vitu vyote. Yesu Kristo anaenda kaburini, mwisho wa siku anakuja kufufuka. Mpendo katika Bwana. Sasa kulikuwa na maana gani ya kifo cha juu ya mti? Kulikuwa na maana gani ya Yesu Kristo kufa juu ya mti? Kwa sababu hapa tumeona mtu anayekufa juu ya mti amelaaniwa. Kwa Kristo alikuwa ni laana, ulikuwa ni laana. Kwa hiyo ilitakiwa ashushwe ili asiwe laana. Sasa aende kaburini ili asiwe laana katika nchi. Kinatokea nini mpendo? Katika kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari ukisoma kuanzia wa 5 mpaka wa 8, kuna habari hapa. Alikuwa ukianzia mstari wa juu alikuwa anafundisha kwa habari ya mienendo katika Kristo na imani. Sasa mstari wa 5 anasema hivi: iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambao ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Mstari wa 6, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, mwanzo alikuwa yuko namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, kuwa kitu kimoja na Mungu, kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, wakati watu wanakufa, wakati watu wanaangamia, wakati watu hawana tumaini, wakati watu wamepoteza tumaini, akafanyika kuwa tumaini. Wakati watu hawana mpatanishi, akafanyika kuwa upatanishi. Wakati watu wanaendelea kufanya dhambi, akafanyika kuwa dhambi. Wakati watu wanaendelea kuwa, akafanyika kuwa mauti, ili sisi tuwe na uzima, ili sisi tuwe na kibali. Akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Mstari wa 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu wote, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Huyo Mungu ambaye yu sawa namna ya Mungu, huyo Kristo akachukua namna ya utumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Amina. Akawa na mfano wa mwanadamu. Mstari wa 8, tena alipoonekana katika umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa kulikuwa na kusudi katika ile mauti ya Kristo ya msalaba, kufa katika msalaba, kulikuwa na maana kubwa sana, kwa sababu katika Kumbukumbu la Torati tumejifunza 21 pale imeandikwa kwamba amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya nini? Juu ya mti. Amelaaniwa na Mungu. Sasa mauti ya msalaba ikiwa inamaanisha nini? Paulo anaenda kutufundisha katika Wagalatia 3 mstari wa 13 mpaka 14. Anasema hivi: Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati ambayo ilikuwa ni amri juu ya watu wote ambao wanafanya dhambi, inawapasa kufa. Wote sisi ambao tulikuwa tumefanya dhambi, mimi na wewe mpendwa, katika Torati ilikuwa imetupasa kufa, ilikuwa imepasa kufa. Kwa hiyo akasema hivi, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati kwa kuwa alifanywa laana na Mungu, akafanywa laana kwa ajili yetu sisi, akafanyika laana ili sisi tuwe baraka, akafanyika kuwa dhambi ili sisi tuwe na nguvu. Ambaye alikuwa hajawahi kufanya dhambi akafanyika dhambi, akafa kwa ajili ya dhambi zetu, kwa ajili ya dhambi yetu ambayo ilinipasa mimi kufa, kwa sababu ya uzinzi wangu, kwa sababu ya uongo wangu, kwa sababu ya unafiki wangu, kwa sababu ya uchonganishi wako, kwa sababu ya hadaa zako, kwa sababu ya mauaji yako wewe. Akafanyika kuwa laana kwa ajili yako wewe, ili wewe uweze kupata baraka, ili uweze kupata uhai, ili uweze kupata afya, ili uweze kupata kibali. Kwa akafa kwa ajili yako wewe, akafa kwa ajili yangu mimi. Anasema hivi, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Ni kweli kabisa, katika Torati tumeona pale, amelaaniwa kila mtu anayeangikwa juu ya mti. Kwa hiyo kwa kuwa alifanyika kuwa laana, hivyo sisi tukawa baraka. Anasema hivi 14 mwisho, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. That was the meaning. Hiyo ndio ilikuwa maana ya Kristo Yesu kufa msalabani, ya Kristo Yesu kukaa pale msalabani. Mpendwa katika Bwana, na sheria ya msalaba ilikuwa ni vile vile. Mtu akiangikwa msalabani, kifika jioni asilale, ili siwe najisi, kwa kuwa najisi kwetu, bali akawa baraka kwetu, akawa utukufu kwetu, akawa mkombozi kwetu, akawa kipatanishi kwetu, akawa ujasiri, akawa mkongoo wokovu, akawa nguvu na kibali cha maisha yetu ambayo tunayo sasa. Akatufanya tuwe wa Kristo, akatufanya tuwe taifa, akatufanya kuwa makuhani, akatufanya kuwa safi,
tukayafua mavazi yetu katika Kristo kwa imani hiyo ya Yesu Kristo. Hivyo mpendwa katika Bwana, huyo ndiyo Yesu Kristo na matendo yake na kazi yake. Natumaini mpendwa, tumejenga daraja kati ya Agano la Kale na Agano Jipya kwa habari ya laana ya Torati na mtu ambaye anaangikwa msalabani na kifo cha msalaba cha Yesu Kristo. Mpendwa katika Bwana, natumaini somo hili limekuwa ni la baraka kwako, na kama limekuwa ni la baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kupata video zetu mara kwa mara pindi tunapoziupload. Neema yake Mungu itokayo katika Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakia siku njema. Shalom, shalom.